Karibu tena katika kipindi kingine katika siri yangu ya mambo ya utoaji kwa Wakristo, na leo nitaongea juu ya jambo moja ambayo kwa sehemu fulani inajipa, lakini inaitwa nini ya nani. Tukisoma katika Mambo ya Nyakati ya Kwanza na sura ya 29 na mstari wa 14 inasema hivi: lakini mimi ni nani na watu wangu ni nani hata tuweze kukupa kitu? Kwa maana vitu vyote vyatoka kwako, tumekutolea vilivyo vyako wewe mwenyewe. Hiyo wazo ni kwamba kila kitu kinatoka kwa Mungu, kila kitu ni cha kwake, na kama unavyojua kila kitu popote pale unapoikuta, mara nyingi tunategemea kwamba inayo mwenyewe. Kama ni gari ina mwenyewe, kama ni nyumba ina mwenyewe, kama ni hata nguo tunazozivaa mara nyingi ni inayo mwenyewe, na huyu anakuwa na haki ya kumiliki. Na ukipewa kitu kinakuwa ni chako. Okay. Lakini kabla ya kupewa ilikuwa ni chake. Okay. Kama mtu anakupatia kitu, kabla ya kukupa inakuwa si ya kwako, lakini unapopewa inakuwa ni ya kwako. Vyote vyatoka kwako. Maana yake ni kwamba yote yanatoka kwa Mungu, yote ni vyake kwanza, kwa sababu ameumba kila kitu, ametoa uwezo wa kufanya kila kitu. Kwa hiyo yeye ni msingi wa kila kitu kilichopo katika ulimwengu wetu. Kwa hiyo unapopata kitu kutoka kwa Mungu, unapata ile haki ya kumiliki. Na hiyo ndo tofauti. Unaweza ukaichallenge wazo hiyo, kwa sababu unaweza kusema, lakini mbona nimefanyia kazi? Mungu hakuhusika katika kujenga hiyo nyumba au kufanya hiyo kazi, mimi nimefanya. Lakini wazo ni kwamba kimsingi yeye amekupa ule uwezo wa kufanya ile unaloifanya na kukupatia na kuweza kujipatia ile ambayo umejipatia. Kwa hiyo katika hiyo, na kwa vile amekuumba mwanzo, yeye ana haki ya hiyo kitu. Kwa hiyo ndio wazo ambayo iko hapa, na hiyo wazo lipo katika Biblia. Kwa hiyo mara nyingi mali tunayokuwa nayo, Biblia ni kama vile inahesabu kama vile tuna azima kutoka kwa Mungu, au anatupatia tuimiliki, tuitunze. Tunakuwa watunzaji wa mali yake. Katika Mithali sura ya 3 na mstari wa 9 na 10 tunasoma hivi: mheshimu Mungu kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote. Hapo ghala zako zitajaa nafaka na mapipa yako yatafurika divai mpya. Kila kitu tunayopatiwa tunaweza tukaitumia vizuri au tunaweza kuitunza vibaya, na tunaweza tukafanya mali zetu na uwezo wetu iwe inamtukuza Mungu, lakini pia inaweza kufanyika isimtukuze. Kwa hiyo hapa tunaambiwa kwamba tujaribu kumtukuza Mungu kwa mali yetu. Tunaheshimu Mungu kwa yale ambayo tuliyopata, tunatumia vitu vyetu kwa heshima, tunavitunza vizuri. Tunapotumia uwezo wetu kwa kumtukuza, anasema atatubariki. Ni ahadi ya baraka. Kwanza yote ni ya Mungu, kwa sababu ameumba mbingu na nchi, na kila kitu ni vya kwake kwa njia hiyo kimsingi. Sisi tunapewa kupitia neema ya kazi au baraka nyingine. Kwa njia fulani tunapata vitu, kisha tunarudisha kwake ile tuliyopewa. Unaona, kama vile tunaitumia kwa kumtukuza yeye na kwa faida yake. Na ni mzunguko fulani ambaye Mungu inaonekana amependa kuuweka. Na kuna mambo mengine ambayo Mungu ameweka kama utaratibu, ambayo inawezekana hata sisi tusielewe vizuri, lakini ameweka kwa sababu ana sababu ya kufanya hivyo. Tunapotumia mali zetu vizuri, na sisi ni watu wa Mungu, inaleta sifa kwa Mungu. Lakini unasema, kama vyote ni vya Mungu, sasa hivi serikali inakuwaje? Kwa sababu wao pia wanataka chochote kutoka kwetu. Kuna kodi nyingi ambayo inawekwa. Kuna kodi ambayo inawekwa juu ya vitu tunavyovinunua, lakini kuna kodi ya mapato, kuna vitu kama hivyo. Kuna sehemu katika Injili zote zinaongea juu ya hiyo. Ni Marko, Mathayo na Luka. Yohana haiongelei. Na mimi nitasoma kutoka Marko, na ni sura ya 12 mstari wa 13 hadi 17, na inasema hivi:
Basi baadhi ya Mafarisayo na wafuasi wa kikundi cha Herode walitumwa ili wamtege Yesu kwa maneno yake. Wakamwendea wakamwambia, Mwalimu, tunajua kwamba wewe ni mtu mwaminifu, unayesema ukweli mtupu, wala humjali mtu yeyote, wala cheo cha mtu si kitu kwako, lakini wafundishe ukweli kuhusu njia ya Mungu. Je, ni halali kulipa kodi kwa Kaisari au la? Tulipe au tusilipe? Lakini Yesu alijua unafiki wao, akawaambia, mbona mnajaribu? Nionyesheni hiyo sarafu. Wakamwonyesha, naye akawauliza, sura na chapa hii ni ya nani? Wakamjibu, ni ya Kaisari. Basi Yesu akawaambia, ya Kaisari mpeni Kaisari, na ya Mungu mpeni Mungu. Wakashangazwa sana naye. Na hiyo sehemu ndiyo hata fedha tunayozitumia katika kazi za Mungu ina chapa ya serikali yetu. Hiyo ni kawaida, lakini inaonyesha kwamba hata serikali inahitaji kupata heshima yetu, na tunahitaji kuwa tunalipa kodi kwa njia hiyo, na tusiwe wajanja tunajaribu kuacha kufanya hivyo. Ni njia moja kuwezesha serikali kufanya kazi zake, na ni njia moja ya kuonyesha kwamba unaheshimu serikali, na tunaambiwa tuombee serikali, tuheshimu serikali. Kwa hiyo ni njia moja ya kufanya. Machache ya kukumbuka: mali yote kiasili ni ya Mungu, kwa sababu yeye ni muumba wa mbingu na nchi. Unapopata mali ni baraka kutokana na neema ya Mungu, na hiyo neema inawezekana ikawa na mfano wa kwamba una ujuzi fulani, una kazi fulani, au unapewa tu. Kuna njia nyingi sana ambayo hiyo neema inawezekana ikatokea kwako. Kila kipawa, uweza, maarifa, elimu ulionayo kimsingi ni baraka ya Mungu, ni kutoka kwa Mungu, kwa sababu amekuumba nayo au amekupa uwezo wa kupata hiyo kitu. Kwa hiyo inafanikisha maisha yako. Tumia yale uliyoyapata kwa njia inayomletea Mungu sifa. Huo ndio ushauri wangu. Tunapoendelea sasa, tutaangalia sehemu ya kumtolea Mungu, na nitaiweka katika sehemu mbili. Tutaangalia system ya agano. Nafikiri zitakuwa 3. Kwanza kuna system ambayo tunasoma kabla ya agano la kale au kabla ya agano la Musa. Halafu tunaangalia agano ya Musa ambayo iliwahusu wana wa Israeli wakati wao. Halafu mwisho tutakwenda kuangalia kanisa, mambo ya utoaji, na hasa kwa upande wa zaka au kikumi tunaita. Hiyo ndio tunajaribu kuiangalia kidogo katika kipindi kinachokuja. Okay, kama umefika mpaka mwisho, kama kawaida nashukuru sana. Mungu akubariki, na bila shaka tutaonana katika vipindi vingine siku za mbele. Asante sana.